Kwangu mimi ni mama ambaye nilimfahamu na tukafahamiana vizuri, tukaishi vizuri. Ni mama ambaye amenilelea watoto wangu Tanzanite na Afrika kwa kipindi kirefu sana. Kipindi ambacho sikuwa najua uzazi ni nini, lakini yeye alisimama kulea watoto vizuri. Kwa kweli ni mama ambaye alikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Ni upendo. Alikuwa ni mama mwenye upendo sana na wajukuu zake. Sana. Kiasi kwamba yani ilikuwa haiwezi kupita wiki hajapiga simu kuongea na wajukuu zake. Na mambo mengi katika ulezi, unajua kuna kurekebishana na watoto na nini, alikuwa mstari wa mbele pia. Kama kuna tatizo lolote tunashirikiana kwa pamoja. Yani ni mama wa hivyo, mama rafiki. Kwa kiukweli, alafu pia japokuwa alikuwa ni mgonjwa muda mrefu anaumwa, lakini nilifiwa na mama yangu. Alisafiri kutoka Mwanza mpaka Moshi kuja kumzika mama yangu pia. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni jambo kubwa sana ambalo hakuweza kufutika. Ilikuwa ni lazima nije nimsindikize mama kwenye safari yake ya mwisho. Mara ya mwisho kuzungumza naye tulikuwa tunazungumza tu na binti na mjukuu wake Tanzanite, kwa sababu ndio wanaongeaga sana. Kwa kuna vitu alikuwa anamuelekeza na nini. Wakasalimia ni kama 2 weeks kabla ya kuanza kuumwa hiyo serious. Sasa haya mambo ni kati yangu mimi na mzazi mwenzangu ambaye tulishindwa kufika muafaka. Sidhani kama mama angeweza kufanya chochote, kwa sababu unajua tulikutana sisi na tukashindana sisi. Kwa mama asingeweza kufanya chochote, lakini ni mama ambaye alikuwa na upendo kwa, yani mimi alinichukulia kama mtoto wake kabisa. Yani saa nyingine nilikuwa nahisi labda ananipenda mimi zaidi kuliko hata anavyompenda Hamisi. Kwa sababu mara nyingi tulikuwa tukiongea zaidi mimi na yeye vitu vingi sana ambavyo hata mimi na mamangu tulikuwa tuzungumzi. Tunawasiliana kuhusu watoto na tunazungumza mambo mengine tofauti, lakini yani tunaendelea kuzungumza. Tuko vizuri. Ugumu sio sana, kwa sababu kama ikitokea changamoto yoyote inayohusu watoto niko nao mimi, huwa namshirikisha, na pia nilikuwa namshirikisha mama zaidi. Kwa hiyo tunashirikiana, tunaelezana, na yeye anaongea na watoto na mimi naongea nao hivyo. Mimi siwezi nikawapa darasa in search, kwa sababu unajua mahusiano hayafanani. Kila mahusiano yana jinsi yake yalivyo. Kwa hiyo unaweza kumshauri mtu bwana, ukiwa na mke wako labda mnunulia dera kila siku, kumbe mke hapendi madera. Kwa hiyo kila mtu ana mtu wake, umjue mtu wako basi ujue naishi na hivi hivyo. Hasara mara nyingi inatokana na wewe jinsi unavyoishi na mtoto wako. Kwa mfano Tanzanite anaonekana mitandaoni, lakini Tanzanite hamiliki simu ambayo inamruhusu yeye kuingia mtandaoni kuposti au kuangalia chochote. Kwa hiyo ukiona kwenye page yake kuna kitu kimepostiwa, nimeposti mimi au ameposti babake. Kwa hiyo ni jinsi ya kucontrol tu huo uhuru wa mtandao unakuaje kwa mtoto wako. Basi kwanza kuachana sio vita. Sio vita, na hiyo haikupi nafasi ya wewe kuwa na chuki na mwenzio, kwa sababu hapo mwanzo mlipendana. Basi yani mtumie tu upendo ambao mlikuwa nao mwanzo kuendeleza mahusiano mazuri kwa ajili ya watoto. Na hasa ukishakuwa na mtoto na mtu, wewe umeshakuwa ndugu na hiyo familia. Kwa hiyo lolote linalotokea linamgusa mwanao, linakugusa na wewe kwa moja kwa moja. Kwa hiyo akitambua hilo, kunakuwa hakuna chuki. Okay, ni kwamba tu kwa sidhani kama kuna mwanamke yote ambaye anapenda kulea mtoto bila baba. Ni circumstances tu zinatokea, inatokea hivyo, situation inaenda, vitu vinaenda sideways. Lakini kikubwa ni hiyo watoto kumiss baba yao sana zaidi. Japokuwa anajitahidi sana kila anapopata nafasi kuwa nao. Una miss baba, kwani si mko naye? Ndio.